ya mashru'iyatu alqital, kuwekwa ruhusa ya mapigano. Mashru'iyatu alqital, kuwekwa ruhusa sasa ya mapigano. Sheikh anasema rahimahullah, wa fi hadhihi adh-dhurufi al-khatirati, na katika hivi vipindi vya hatari, nyakati. Wa fi hadhihi adh-dhurufi al-khatirati, na katika hivi vipindi vya hatari kama mlivyoviona hapo juu, anzala Allahu ta'ala al-idhna biqitali Quraish, akaiteremsha Allah ta'ala idhini ya kuwapiga vita, kuingia vitani, idhini ya kuwapiga vita Quraish. Idhini ikaja ni jaiz, ikiwa mtume atataka kujitetea kwa yale anayofanyiwa na washirikina, basi inajuzu kupigana nao. Hiyo ndio amri ya kwanza. Amri ya kwanza ya vita ilikuja katika msingi wa jawaz, rukhsa. Thumma tatawara hadha al-idhnu, kisha ikaendelea kukua hii idhni, kwa maana ikaendelea kuboreka. Thumma tatawara hadha al-idhn, kisha ikaendelea kukua hii idhini hii, ma'a taghayyuri adh-dhurufi, pamoja na mabadiliko ya vipindi. Kwa maana kuna wakati ilibidi jambo la idhini ya vita isiwe idhini tena kwamba mnaruhusiwa kupigana, wakati mwingine ikawa ni amri, ni lazima mpigane. Kwa hivyo kisha ikaboreka hii idhini na kukua bwana, ma'a taghayyuri adh-dhurufi, pamoja na mabadiliko ya vipindi, hatta wasala ila marhalati alwujubi, mpaka ikafikia hii idhini hii katika daraja la uwajibu, katika hatua ya uwajibu. Kwa maana ikawa kupigana lazima sasa, hakuna kukaa tena. Watu watatoka walivyo, infiru khifafan wa thiqalan, hakuna namna, mtatoka kwenda vitani katika uzito na wepesi kwa hali mliokuwa nayo. Ilifikia huko, wajawaza quraishan ila ghairihim, na hiyo idhni ya mapigano ikawavuka makuraishi na kuwaendea wengine, ikawa tu si kuwapiga makuraishi, hata wengine katika makafiri pia ingieni nao katika mapigano kwa sababu ya dini. Kisha Sheikh anasema hapa al-Mubarak Furi, wala ba'sa an nubayina tilka al-marahila, na hakuna ubaya sisi kubainisha hivyo vituo vya hatua za usheria wa vita, namna mambo yalivyokwenda. Hakuna ubaya sisi kubainisha hizo hatua biijazin, kwa ufupi, kabla an nadkhula fi dhikri al-ahdath, kabla hatujaingia sisi katika kuyataja matukio, yale matukio ya kivita alipopigana Mtume alayhi salam na makafiri hawa. Sasa angalia vituo vya ukuaji wa vita vya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Almarhalatu alula, hatua ya kwanza ya hii ruhusa, huu sheria wa vita baina ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na maadui zake. Almarhalatu alula, hatua ya kwanza, au unaweza kusema ngazi ya kwanza, i'tibaru mushriki quraishin muharibin, ni kuwazingatia washirikina wa Kikuraishi kwamba ni maadui wenye kupiga vita, ni kuwazingatia ni wenye kupiga vita kwanza. Kwa hivyo ile dhana njema, hawana neno, labda wataelewa, ikaondoshwa hiyo. Washirikina wa Kikuraishi wakazingatiwa ni wagomvi,
wenye kupiga vita. Kwa nini? Liannahum bada'u bil'udwan, kwa sababu wao wameuanza uadui mwanzo wameuanza wao. Ukiangalia chokochoko zote hizo ni wao wamezileta. Maka wamemletea mtume tabu na maudhi mbalimbali, wakamdhikisha kwelikweli yeye na masahaba zake. Baadhi ya masahaba wamepigwa, wengine wameuawa, hapakuwa na uhuru. Mtume akakimbia kwa idhini ya Mola wake, yeye na masahaba zake wakapewa amri waende zao Madina. Huko Madina pia chokochoko zimeendelea, fitna za ndani na za nje. Hao Quraish wakaendelea kumuandama mtume alayhi salam. Kwa hivyo ukiangalia historia, uadui umeanzia kwao. Liannahum bada'u bil'udwan, kwa sababu hakika wao ndio wameuanza uadui. Fahuqqa lilmuslimin, na ikafanywa ni haki bwana kwa waislamu an yuqatiluhum, wawapige wao, kwa sababu wao wameanza na wameendeleza. Ikawa sasa imefanywa ni haki kwa waislamu wawapige wao, wawapige washirikina, sio kuwapiga tu. Wayusadiru amwalahum, na waziteke mali zao. Ikawa inafaa kuwapiga ni muharibin, na hata mali zao zichukuliwe, kwa sababu wakiachwa kuendelea kuwa na mali, zile mali zinatumika sasa kama fimbo ya kuwachapa Waislamu. Ndio maana mtaona matukio kadhaa ya mtume alayhi salam kuifukuzia ile misafara ya kibiashara ya makuraishi wa Makka na kuiteka. Kuna wakati wanashtuka, wanaweza kutoroka wakaescape, na kuna wakati wanakamatwa wanatekwa. Yote hiyo ni kumdhoofisha nani? Adui. Naam. Au wakati mwingine kumtia hofu, aone kwamba hali ishakuwa mbaya. Sasa ikiwa biashara hatuwezi kufanya bwana, itakuwaje bwana? Hebu njoo tukae kwenye mazungumzo. Hii mbinu inatumika mpaka sasa kwenye vita vingi vya kileo. Mtu unaweza kubaniwa kwenye kona hivi, kaona huyu ana vurugu nyingi, huyu ana nguvu sana, ukawekewa vikwazo. Labda ukaambiwa meli zako hakuna kukatiza, au labda wenyewe kuna kitu mnategemea kwenye nchi yenu, labda ni kilimo, mna zao fulani, naambiwa hakuna kuuza katika masoko ya kimataifa. Na mfano wa mambo haya ya kufanya wewe urudi nyuma au usifaidike ukaendelea kuwa na nguvu. Si mnasikia mambo ya vikwazo bwana? Nchi mbalimbali kubwa zinawekewa vikwazo vingi ili mtu adhoofu, na kweli wengine wanadhoofika na wanarudi nyuma. Hata kama wale viongozi wanakomaa, tukubali tuko, lakini ukiangalia nchi yake taabani, wananchi wanatafuta mkate hamna, si ndio? Huduma muhimu hakuna, madawa, watu wanaandamana, vikwazo vina. Hapa nazungumzia mabwana wakubwa, lakini kuna nchi zingine hizi, Allah tustiri na mambo ya vikwazo na vita vya maadui bwana. Likizuiwa dona tutumeisha, au unasemaje bwana? Tukikosa dona kuna kusurvive? Hebu niambie tunakula nini? Si maskini. Watu wache bwana. Fahuqqa lilmuslimin an yuqatiluhum, na ikafanywa ni haki kwa waislamu kuwapiga wao. Wayusadiru amwalahum, na waziteke mali zao. Duna ghairihim min baqiyati mushriki al-arab, pasi wengineo wasiokuwa wao katika waliobakia katika washirikina wa Kiarabu. Kwa maana agizo hili liliwahusu washirikina wa Makka tu, na kupigwa na mali zao kutekwa, basi na wengine waliobakia katika washirikina wa Kiarabu. Jambo halikuwavuka kwenda kwa wengine, lilianza na hawa kwanza. Na hii pia ni siasa ya uongozi. Wakati wengine unawezekana ukawa na maadui wengi, kuwachanganya wote kwenye vita moja unaweza usitoboe.
Wewe unaweza ukawapa namba wale ili uweze kudili na mmoja mmoja, ukamuita adui ladud, adui mkubwa, ni yetu namba moja ni huyu. Alafu kuna mwingine ni adui yako, ukamuita mshirika wetu katika maendeleo pamoja na changamoto, nampa namba yake, unamweka kiporo, si ndio? Ili naye avimbe kichwa kule kama mimi sina neno. Kumbe unajipanga, akitoka huyu nani ni yeye. Lakini wakati mwingine ukiwakusanya wote huwawezi. Angalia vitabu vya wanawachuoni wa Kiislamu, alafu mseme kwenye Uislamu hakuna siasa. Siasa yetu nyinyi hamuitaki, lakini iko. Wewe angalia maneno haya, angalia hii mipango, na hivi vitabu vya Kiislamu sio vya Wagiriki au sijui Mjerumani gani, vitabu vya mashehe hivi, na wanatuelezea historia ya Mtume alayhi salam. Ndio mambo ambayo yanafanyika leo. Naam. Sasa ukisoma kweli unasadikisha Uislamu uko mbali sana, lakini kama hujasoma mambo ya Kiislamu kama hivi, utawachukulia Waislamu ni washamba tu, na kwamba nyinyi ndio wajanja, si ndio? Thaniyan, marhala ya pili, kwa maana kituo cha pili sasa katika zile hatua za zile sheria za mapigano, qitalu kulli man tamalaa min mushriki al-arabi ma'a Quraish. Hiyo ni hatua nyingine. Qitalu kulli man tamalaa ay taawana. Tamala ina maana ish taawana, ni kumpiga vita kila yule ambaye tamalaa, amesaidiana, min mushriki al-arabi, katika washirikina wa Kiarabu, ma'a Quraish, pamoja na Makuraishi. Yoyote atakayejitokeza kimbele mbele kwamba mimi niko na Makuraishi wa Makka, naye ataingia, ataunganishwa katika vita. Qitalu kulli man tamalaa min mushriki al-arabi ma'a Quraish, ni kumpiga vita kila ambaye amesaidia au amesaidiana katika washirikina wa Kiarabu wasiokuwa Makuraishi, ma'a Quraish, waliosaidiana pamoja na Makuraishi. Wattahada ma'ahum, na akaungana pamoja nao, huyo naye atajumuishwa katika jungu hili la vita. Wakadhalika kullu man tafarrada bil'itidai ala almuslimin, na vile vile kila ambaye amepwekeka kwa kufanya uadui ala almuslimin, juu ya Waislamu, min ghairi Quraish, kutokea kwa wasiokuwa Makuraishi. Hata kama kuna mtu mwingine si katika Makuraishi, lakini naye amejielekeza kwenye kuwafanyia uadui Waislamu, naye pia huyo Waislamu watapambana naye kivyake vyake, sawa sawa. Thalitha, hatua nyingine ya tatu, qitalu man khana au tahayyaza lilmushrikin, ni kumpiga yule ambaye amefanya khiana, au tahayyaza lilmushrikin, au akafanya utetezi kwa ajili ya washirikina, min alyahudi, katika Mayahudi, alladhina, wale ambao kana lahum aqdun, walikuwa wana wao fungo la makubaliano, wa mithaqun, na walikuwa wana mkataba, ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pamoja na nani? Pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa kama kuna Yahudi yoyote ambaye yuko chini ya mkataba wa amani na Mtume, ikaonekana akafanya khiana, kuna mambo anakwenda kinyume, au amejisimamisha kama mtetezi wa washirikina, kwa maana anakuwa upande wao, huyu naye tunamjumuisha
katika kuchapwa. Naam. Kwa hivyo ambaye Mayahudi ambao kana lahum aqdun, lilikuwa kwa wao kuna fungo la makubaliano, wa mithaqun, na mkataba, maa Rasulullah sallam, pamoja na Mtume alayhi salam, sisi tutamuingiza kwenye vita, tutampiga vita huyo. Si hilo tu, wa nabdhi mithaqihim ilayhim ala sawa, na kuitupilia mbali mikataba yao kwao wao juu ya usawa, kwa maana tutawajumuisha pamoja na washirikina, tupilia mbali mikataba yao sawa sawa na hao washirikina. Hatua ya 4, angalia wanapopangwa hawa maadui. Qitalu man badaa biadawati almuslimin, ni kumpiga vita kila yule ambaye ameanza uadui kwa Waislamu, mtu aliyewachokoza Waislamu na kuwachokoa. Qitalu man badaa biadawati almuslimin, kumpiga vita yule ambaye ameanza kwa kuwafanyia uadui Waislamu. Min ahli alkitabi, katika watu waliopewa kitabu. Kan nasara, kama vile manasara. Walikuwepo Wakristo wachache na wengine walikuwa wanatoka mbali, wakija wanakuja katika magulio, kwenye minada, kwenye vipindi mbalimbali, lakini walikuwa wanakuja na uchokozi wao. Hawa nao walijumuishwa, kila ambaye ataanza uchokozi akatiwa katika vita. Manaswara pia waliingizwa, hata yu'tul jizyata, mpaka waitoe kodi, an yadin, kwa nguvu. An yadin ay an qahrin wa quwwa, ndio maana yake, mpaka waitoe kodi kwa nguvu. Wa hum saghirun, na hali ya kuwa wao ni madhalili. Ziliwekwa kodi za kichwa, unatoa kodi ili uishi katika miji ya Waislamu kwa amani, na ile kodi wanaitoa hali ya kuwa ni madhalili. Wameeleza baadhi ya ulama ule udhalili ambao walikuwa wanafanyiwa. Wakati mwingine wanaambiwa waitoe kwa kupanga mistari mmoja mmoja, au wanaleta alafu wanawekwa muda mrefu hapo, hakuna kufungua ofisi kwanza, nasubiri hapo na hela zao mkononi, alafu baadaye unatoa katika hali ya kudhalilika. Hivyo ni vita, hiyo ni kodi kwa watu ambao unataka kuwanyong'onyesha, si ndio? Lakini hatua nyingine ya 5 ambayo iliwekwa katika mapigano haya ya Kiislamu, kwa namna hali zilivyokuwa zinabadilika, alkafu amman dakhala fi lislami mushrikan kana au yahudiyan au nasraniyan au ghaira dhalika, fala yuta'arradu linafsihi wa malihi illa bihaqqi alislami wa hisabuhu ala Allah. Kipengele kizuri hiki cha 5, alkafu amman dakhala fi lislam, ni kujizuilia kuhusiana na yule ambaye ameingia katika Uislamu, kujizuilia na wale watu wanaosilimu sasa, kutokuwakera wala kuwaudhi. Mushrikan kana, ni mshirikina amekuwa mtu huyo ambaye amesilimu, au yahudiyan, au amekuwa myahudi ametokea kwenye uyahudi kusilimu, au nasraniyan, au amekuwa mtu huyo ni mnasara, au ghaira dhalika, au wasiokuwa hao, yoyote aliyesilimu kutokea kwenye hiyo dini yake ya batil na kuja katika Uislamu, watu watajizuia na kumuudhi kwa lolote, tayari ashakuwa mheshimiwa huyo. Fala yuta'arradu li nafsihi, na haito tokezewa nafsi yake, kwa maana haitouawa. Fala yuta'arradu li nafsihi, haito fanyiwa ubaya nafsi yake, haitotokezewa kwa ubaya, kwa kudhuriwa, si ndio? At-ta'arruf.
fala yuta'arradu li nafsihi, hapatofanya ubaya kwa ajili ya nafsi yake, hatodhuriwa huyo, wa malihi, wala kwa mali yake, illa bihaqqi alislam, isipokuwa ni kwa haki ya Uislamu. Labda kama kuna mambo atayafanya ya kuwajibisha nafsi yake vile vile kuadhibiwa au mali yake kuchukuliwa, sasa hapo itasimamishwa hukumu ya Uislamu. Wa hisabuhu ala Allah, na hesabu yake huyo ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Adhim hadha. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: السرايا والغزوات. السرايا vikosi vya kutumwa, walghazawat, na vita alivyoshiriki mtume. As-saraya, vikosi vya kutumwa na hapo mtume hayupo. Walghazawat, na vita alivyoshiriki mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ataelezea mambo haya kwa ufundi kabisa, vile vita ambavyo mtume alituma vikosi vyake na kuchagua viongozi wa vita hivyo, makamanda wa vita, na yeye mwenyewe anakuwa hayupo, na kuna baadhi ya vita akiwepo mwenyewe sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na anakuwa ndio amiri jeshi katika vita hiyo. Sheikh anasema hapa: taqaddama anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal muslimin kanu akhidhina bil hitati wal hadari fi bidayati amrihim. Imetangulia hapo nyuma, hapo tumesoma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba hakika mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal muslimin, na waislamu, kanu akhidhina bil hitati, walikuwa ni wenye kuchukua hatua, wal hadhari, na tahadhari. Wenyewe wanasema al-hita wal hadhari zina maana moja, lakini al-hadhari ni tahadhari bila ya tendo, wal hita ni tahadhari inayoambatana na tendo. Watu wa lugha wanaigawanya hivyo. Kanu akhidhina bil hita wal hadhar, walikuwa wamechukua tahadhari zao, min bidayati amrihim, kutokea mwanzo wa jambo lao waislamu. Wadhalika bilhirasati walbayati ma'a silahi, na hilo la kuchukua tahadhari na kuweka mipango. Wadhalika bilhirasati, na hilo ni kwa kulinda, walbayati ma'a silahi, na kulala usiku pamoja na silaha. Watu walikuwa kilala na silaha zao, Sheikh. Falamma, maana yote haya yalikuwa ni sababu ni kuchukua tahadhari kutokana na hali ilivyo. Falamma nazala al-idhnu bilqital, na pindi iliposhuka idhini ya kupigana, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akaanza, akhadha maana badaa, akaanza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yuratibu albu'utha, anavipanga vikosi, wadawriyati alaskariya, na doria za kiaskari. Ad-dawriyat, doria, wale askari wenye kuzunguka katika lindo. Tukitazama askari wa zile nchi za Kiarabu, wakati wanazunguka na magari yao, kama sisi tunavyosema doria, wanasema ad-dawriyatul askariya, askari wa doria, ndio maana yake. Akaanza mtume alayhi salam, yuratibu albu'utha, anavipangilia vikosi, wadawriyati alaskariya, na doria, doria za maaskari. Wayuamiru alaiha, na anamuweka kiongozi juu yake, juu ya hivyo vikosi na hizo doria. Wayuamiru alaiha ahada min ashabihi, na anamuweka amiri juu yake hivyo vikosi, mmoja katika masahaba zake. Wa hiya almusammatu bisariya, na vikosi hivyo ndio vyenye kuitwa as-sariya, ni kikosi cha wanajeshi
ambacho kuna mmoja katika masahaba ndiyo kiongozi, mtume hayupo hapo. Si hilo tu, warubama kharaja fiha binafsihi, na huenda akatoka, yani mtume, fiha, katika vikosi hivyo, binafsihi, kwa nafsi yake mwenyewe. Kuna baadhi ya vikosi na mtume alayhi salam anakuwa yupo kama kiongozi. Wa hiya almusammatu, navyo hivyo ndio vyenye kuitwa hivyo vikosi ambavyo na mtume alayhi salatu wassalamu yumo, ndio vyenye kuitwa bilghazwati, vinaitwa ghazwa. Wingi wake ni ghazawati. Sawa sawa. Nini makusudio sasa ya vikosi hivi? Wa kana almaqsudu minha, na yalikuwa makusudio ya vikosi hivyo, wahid, tutasoma baadhi. Jambo la kwanza, istikshafu harakati aladu, ni kuzichunguza harakati za adui, ni kufanya ujasusi na upelelezi, si ndio? Adui yukoje? Kwa hiyo kuna vikosi vinazunguka kwenye viunga wa Waislamu, wanakwenda kule kwa washirikina, tuko lindo, laleni msijali, wanaingia kule kwa Wayahudi, ulinzi. Kumbe wanaangalia kuna mipango gani, kuna njama gani zinaendelea. Istikshaf, hii ndio kazi ya usalama hiyo. Sasa tunayo sisi mambo haya pia katika dini yetu, iko hiyo idara, hiyo iko, sio kama mmeivumbua nyinyi. Nchi za Kiislamu wakati wa mtume ilikuwepo hiyo. Istikshafu harakati aladu, ni kuchunguza nyenendo na harakati mbalimbali za adui. Wa taaminu atrafi almadina, na kuweka usalama pembe zote za mji. Wa taaminu atrafi almadina, na kuweka usalama pembe za mji, kuhakikisha kwamba mji uko salama kwa pembe zake zote. Kwa nini? Hata la yu'khadha almuslimuna ala ghirra, mpaka wasije wakachukuliwa Waislamu wakavamiwa Waislamu ala ghirra, juu ya shtukizo, wasije wakavamiwa ghafla. Hilo lilikuwa ni katika malengo ya kuziweka hizo doria. Lakini lengo jingine, adhaghtu ala quraish bitaarrudi liqawafilihim, zile doria na vile vikosi pia viliundwa kwa kazi hii. Adhaghtu ala quraish, kubana, kwa maana kuwashikia chini kwa lugha ya kileo. Adhaghtu ala quraish, kuwabana makuraish, kuwashikia chini makuraish, bitaarrudi liqawafilihim, kwa kuiteka misafara yao, kwa kuizuia misafara yao. Ile misafara ya kibiashara ilikuwa inazuiwa na inatekwa. Hata yashuru bil khatar, mpaka waweze kuhisi hatari. Ala tijaratihim, hatari juu ya biashara zao. Wa amwalihim, na juu ya mali zao. Wa anfusihim, na juu ya nafsi zao. Mtume alayhi salamu alikuwa anayafanya haya kwa makusudi, ili kuwazindua warudi nyuma kwenye uadui, kwamba hata sisi pia sasa hatuko salama, biashara zinatekwa, mali zimechukuliwa, kadha wa kadha. Wakati mwingine malalamiko yakiwa makubwa, uadui unaweza ukapungua. Shaka nasema fa imma an yufiqu an ghayihim, na imma wazindukane kuhusiana na upotevu wao, ima wapate akili wazinduke. Wayusalimu almuslimin, na wawape amani wa Waislamu, kwa maana waingie mikataba ya amani. Wayusalimu almuslimin, na waingie mikataba ya amani kwa Waislamu, wawape amani Waislamu, ima walifanya hilo. Wayaturukuhum, na wawaache hao Waislamu baada ya kuwapa amani, ala hurriyatihim, juu ya uhuru wao, fi nashri lislami wal amali bihi, katika kueneza Uislamu
na kufanyia kazi. Na hili ndio jambo ambalo mtume akilitaka, wa hadha ghayatu ma kana yatamannahu almuslimun, na jambo hili ndio ukomo wa ile ambalo alikuwa analitamania jambo hilo, walikuwa wanalitamania jambo hilo Waislamu. Kwa hivyo ima washirikina wakubali hili au yakhtaru tariqa alharb, imma wa imma, au sasa wachague njia ya vita walqital na mapigano. Fayakhsaru awalan tariqa tijaratihim, na watapata hasara. Kwanza kabisa watapoteza njia ya biashara zao. Watapitisha wapi biashara? Kwa sababu ile njia ya al-Bahru al-Ahmar ndio ilikuwa njia yao kubwa, sahil, fukwe iliyo kaskazini magharibi mwa Madina, ndio walikuwa wakiitumia sana kupita. Sasa huko kuna vikosi vya Mtume alayhi salam, mpita wapi? Kwa hiyo wakiamua kukomaa kwamba hakuna, watapata hasara mwanzo ya kupoteza njia ya biashara zao, liannaha kanat tamurru biatrafi almadina, kwa sababu hizo biashara zilikuwa zinapita katika kando kando ya Madina. Lakini wayalqau thaniyan, na watapata kwa mara ya pili, hilo ni la kwanza, na watapata kwa mara ya pili jazaa sharrihim wa udwanihim biidhnillah, na watapata malipo ya shari zao na uadui wao, watachezea kichapo, watadhurika biidhnillah, kwa idhni ya Allah, wa nasrihi liibadihi, na nusra yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake almu'minin waumini. Wa hadha alladhi waqa'at al-isharatu ilayhi fi kalami Allah miraran, na hili ndio ambalo imetokea ishara kuliendea jambo hili, wakitahadharishwa maadui na kwamba Allah atawanusuru waja wake, si ndio waumini. Hili limeelezwa kwenye Qur'an, hata kama ni wachache Allah atawanusuru. Shaka anasema wa hadha alladhi, hili la mwisho hili, na hili la mwisho ndio ile ambalo waqa'at al-isharatu ilayhi, imetokezea ishara kuliendea jambo hili au kuligusa jambo hili, fi kalami Allah subhanahu wa ta'ala, katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani kwenye Qur'an, miraran, kwa mara kadhaa. Lakini katika kazi nyingine ya hivi vikosi, aqdu mawathiqi at-tahaluf, ni kufunga mikataba ya ushirika. Vikosi hivi navyo vilikuwa vinafanikiwa kuweka mikataba mingine, hasa kwa wale watu ambao wameingia uoga. Aqdu mawathiqi at-tahaluf, ni kufunga mikataba ya ushirika, au adamu al-i'tidai ma'a qabaila ukhra, au kuto kufanya uadui pamoja na makabila mengine, kwa maana ya kwamba makabila yasije yakaungana katika kuleta uadui, au kuwafanyia uadui makabila mengine. Ndio maana kuna mikataba ya ushirika. Ukiingia mkataba huo, basi wewe utatetewa. Hapa walikuwa wanakusudia yale makabila manyonge yale yasifanyiwe uadui, ndio maana yanaingia katika mkataba. Au adam al-i'tidai ala qabaila ukhra, au kuto kufanya uadui juu ya makabila mengine, hasa yale manyonge, ikawa pana mikataba ya ushirika. Lakini jambo jingine, iblaghu risalati llahi, ni kufikisha ujumbe wa Allah. Angalia kazi ya hivi vikosi, sawa sawa saraya au madha au al-ghazawat. Iblaghu risalati llahi, ni kufikisha ujumbe wa Allah, wa nashru da'wati al-islami qawlan wa amala, na kuieneza da'wa ya Kiislamu kwa kauli na kwa nini na kwa amali. Adhim. Insha Allah taala muda wetu umekwisha. Darasa ijayo sasa tutaanza awwalu sariyatin
ba'athaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikatajwa hapo. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan. Mashru'iyatu alqital, kuwekwa ruhusa ya mapigano.